Karibu katika Afrika Leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na wamiliki wa magari nchini Kenya waingiwa na wasiwasi kufuatia uhaba wa mafuta. Mashambulio ya Marekani na Israeli yaendelea katika maeneo mbalimbali nchini Iran. Uchumi wa dunia uko katika tishio kubwa kutokana na mgogoro wa mlango wa Hormuz. Naam, natumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye Afrika Leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, habari za dunia. Jina langu ni Kantona Joseph. Uhaba wa mafuta unaendelea kushuhudiwa kote nchini Kenya, huku wamiliki wa magari wakilalamikia kuwekwa kwa viwango vya ununuzi na ugumu wa kupata vituo vyenye mafuta. Hali hii inajiri licha serikali kuhakikishia wananchi kuwa akiba ya mafuta ya kitaifa inatosha. Hata hivyo, katika jiji la Nairobi, hususan na barabara ya Lang'ata, vituo kadhaa vya mafuta vimeripotiwa kukosa mafuta. Ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya vituo vina upungufu mkubwa wa petroli, huku dizeli ikiwa ndiyo inayopatikana kwa kiasi fulani. Wakati huo, hali hiyo imechochewa na shinikizo la soko la kimataifa likihusishwa na vita vinavyoendelea nchini Iran na tishio la kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Wachambuzi wa sekta ya viwanda wanaonya kuwa gharama ya usafirishaji huenda ikaongezeka maradufu, hali itakayoongeza presha kwa uchumi. George Omuga, mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la biashara la Afrika Mashariki, amesema kuwa vita hivyo vinaweza kusababishia Kenya hasara ya zaidi ya 20% ya mauzo yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Aidha, sekta ya mauzo ya nje hususan chai inaweza kuathirika iwapo wanunuzi wakuu kutoka Iran, Pakistan na mataifa ya Ghuba watapunguza ununuzi huo. Katika bandari ya Mombasa, matarajio ya hali kuwa nafuu bado ni madogo. Kati ya takribani meli 60 zinazotarajiwa kuwasili ndani ya wiki 2 zijazo, meli chache tu zinazobeba bidhaa za mafuta, huku nyingi zikiwa zimebeba mizigo mingine kama container, chuma, magari, ngano na mbolea. Kumekuwa na ripoti nyingi za mashambulio ya anga katika mji mkuu na miji mingine ya Iran. Picha ya kushuhudia washahidi naonyesha kuwa baadhi ya mashambulio hayo yalilenga kumuua mtu mmoja au watu fulani mahususi, huku pia ikiripotiwa kwamba milipuko imekuwepo katika eneo hilo mikubwa. Milipuko imeripotiwa kusini mwa Iran katika visiwa vya Kag na Kish. Aidha, milipuko kadhaa imesikika mjini Tehran, hasa katika eneo la jeshi la anga. Uchumi wa dunia uko katika tishio kubwa kufuatia mgogoro wa nishati unaosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati, na hakuna nchi itakayokuwa salama dhidi ya athari zake, amesema mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati IEA Fatih Birol siku ya Jumatatu. Akizungumza katika klabu ya waandishi wa habari kimataifa katika mji mkuu wa Australia, Birol amefananisha mgogoro wa sasa wa nishati na ile ya miaka ya 70 pamoja na athari ya uvamizi wa Urusi
dhidi ya Ukraine mwaka 2022. Watu 81 wamepoteza maisha kufuatia mafuriko nchini Kenya. Mamlaka za Kenya zasema mvua inaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya Kenya inasababisha hatari kubwa na maafa. Mamlaka nchini Kenya zimefahamisha kwamba mvua kubwa ambayo imekuwa ikiendelea kunyesha nchini humo kuleta mafuriko kusababisha vifo hivyo vya watu takribani 81 ndani ya mwezi huu. Mamlaka ya Kenya pia imesema mvua hizo zinazoendelea kunyesha katika maeneo mengi ya nchi hiyo, huku kanda ya magharibi ikiathirika vibaya zaidi, ambako baadhi ya vijiji zimezamishwa kabisa katika kaunti ya Kisumu na eneo la mashamba la ekari 1200 ikiharibiwa na mimea kusombwa. Zaidi ya familia 3000 zimelazimika kuyahama makazi yao katika eneo la Nyakach, baadhi wakipata hifadhi kwenye vituo 8 vinavyowekwa kusaidia waathiriwa, wakati maji yanavyomwagika kutoka mto Mirui yakiendelea kusababisha kitisho cha jamii ya maeneo hayo. Mamlaka pia zimesema mji mkuu Nairobi ndio ulioshuhudia vifo vingi vya watu wapatao 37 kufuatia mafuriko. Unaendelea kupokea taarifa hii habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. UAE yazikosoa nchi za Kiarabu na Kiislamu kwa kushindwa kusaidia kupambana na mashambulio ya Iran. Afisa mwandamizi wa Falme za Kiarabu UAE amekosoa nchi kubwa za Kiarabu na Kiislamu kwa kile alichokitaja kuwa ukosefu wa msaada kwa mataifa ya Ghuba wakati wa mvutano unaoongezeka na Iran. Mshauri wa rais wa UAE Anwar Gagash alihoji ukosefu wa uungwaji mkono wa kikanda kupitia ujumbe aliochapishwa kwenye mtandao wa X. Ameuliza ziko wapi taasisi za Kiarabu na Kiislamu, hususan Jumuiya ya Nchi za Kiarabu Arab League na Shirikisho la Ushirikiano wa Kiislamu OIC, wakati mataifa ya Ghuba yakikabiliwa na kile alichokiita uchokozi wa Iran. Ziko wapi taasisi za Kiarabu na Kiislamu, hususan Arab League na Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu, wakati watu na mataifa yetu yanakabiliwa na uchokozi huu wa hila wa Iran? Aliandika Gagash. Ziko wapi nchi kubwa za Kiarabu na za kikanda? Gagash alisema ukosefu huu wa msaada unafanya isiwe sahihi baadaye kukosoa uwepo wa Marekani na nchi za magharibi katika eneo hilo. Alisema bila mshikamano wa kikanda, malalamiko kuhusu ushawishi wa magharibi hayana msingi. Alisisitiza pia kuwa mataifa ya Ghuba yalikuwa yakisaidia nchi zingine wakati wa ustawi, na akauliza kwa nini msaada huo haurudishwi sasa. Nchi za Ghuba za Kiarabu zilikuwa msaada na washirika kwa wote wakati wa ustawi. Sasa mko wapi wakati wa ugumu? Alihoji. Awali Gagash alionya kuwa mashambulizi ya Iran yataimarisha uhusiano wa kiusalama kati ya mataifa ya Ghuba na Marekani. Alisema hatua hizo zitaimarisha ushirikiano wetu wa kiusalama na Washington, akiongeza kuwa hiyo ni gharama ya mahesabu mabaya ya Iran. Nazidi kusonga mbele msikilizaji kwenye taarifa yetu ya habari, ambapo unaipokea kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Iran yatoa msimamo wake kuhusu mlango wa Hormuz, ikisema kwamba heshimuni mamlaka yetu. Mambo ya nje ya Iran imesisitiza tena dhamira ya nchi hiyo ya kuheshimu uhuru wa usafiri wa majini katika mlango wa Hormuz, huku ikisisitiza kuwa uhuru huo lazima uzingatie mamlaka na maslahi ya Iran
wakati mvutano wa kikanda ukiendelea. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, Tehran ilijieleza kuwa ni taifa linaloheshimu misingi ya mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa. Wizara hiyo ilisema Iran imekuwa ikiunga mkono usalama wa majini na uhuru wa usafiri katika Ghuba ya Uajemi, mlango wa Hormuz na bahari ya Oman. Hata hivyo, ilisisitiza kuwa utekelezaji wa misingi hiyo unategemea kuheshimiwa kwa haki za mamlaka ya nchi za pwani. Taarifa hiyo imekuja baada ya kile Iran ilichokitaja kuwa ni uchokozi wa kijeshi wa Marekani na Israel mnamo Februari 28 mwaka huu. Tehran imesema mashambulizi hayo yamesababisha hali hatari inayoweza kuathiri usalama wa usafiri wa majini katika Ghuba ya Uajemi na mlango wa Hormuz. Iran imesema kuwa ikitumia haki yake ya kujilinda, imelenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo na kuchukua hatua za kuzuia pande zinazodaiwa kuwa wavamizi kutumia mlango wa Hormuz kufanikisha malengo yao dhidi ya Iran. Kama nchi ya pwani, Iran iliongeza kuwa imezuia kupita kwa meli zinazohusishwa na pande zinazodaiwa kushiriki katika uchokozi huo. Hata hivyo, wizara hiyo ilisisitiza kuwa mlango wa Hormuz haujafungwa na kwamba usafiri wa majini unaendelea. Ilieleza kuwa meli zinaendelea kupita kwa kuzingatia tahadhari za usalama kutokana na hali ya mzozo. Irani pia imeonya kuwa meli zinazohusishwa na kile ilichokita nchi wavamizi, yaani Marekani na Israel, hazitachukuliwa kama zinapita kwa kawaida na zinaweza kuchukuliwa hatua kulingana na hali ya mzozo. Lakini meli za nchi zingine zisizoshiriki katika vitendo vya usalama na zinazozingatia kanuni za usalama zitaruhusiwa kupita salama kwa uratibu na mamlaka za Iran. Wizara hiyo ilieleza kuwa jukumu la usumbufu wowote wa usalama katika njia hiyo ya majini linabebwa na Marekani na Israel, ikizituhumu kwa kuanzisha vita isiyo halali inayotishia utulivu wa kikanda na usalama wa usafirishaji wa kimataifa. Iran ilihitimisha kwa kusisitiza kuwa mipango yoyote ya usalama wa usafiri wa majini katika Ghuba ya Uajemi na maeneo yanayozunguka lazima iheshimu haki na maslahi ya Iran na iratibiwe na mamlaka zake. Pia ilisema kuwa kurejea kwa utulivu wa kudumu katika mlango wa Hormuz kunahitaji kusitishwa kwa uchokozi wa kijeshi na kuheshimiwa kikamilifu kwa maslahi halali ya Iran. Aya, asante sana, ambapo wakati huu msikilizaji tupokee kiziba mkonga. Inahuzunisha sana pale mtumishi wa Mungu anavyoshindwa kuwa balanced and fair. Unakuwa karibu zaidi na wenye nacho kuliko wasio nacho. Unawapendelea wenye nacho na unakuwa mkali kwa wengine. Kilicho dhambi kwa hawa sio dhambi kwa wale. That is double standards. Inahuzunisha sana pale mtumishi wa Mungu anavyoshindwa kuwa balanced and fair. Unakuwa karibu zaidi na wenye nacho kuliko wasio nacho. Unawapendelea wenye nacho na unakuwa mkali kwa wengine. Kilicho dhambi kwa hawa sio dhambi kwa wale. That's double standards. Ndio maana kila wakati mimi husema kwamba ufukara ni mbaya sana. Hakikisha tu unapambana kukimbia, hata we iweje. Epuka, kimbia, kwa sababu umaskini ni jambazi mkubwa sana, na anaanza na uvivu na usingizi. Imekuwa ni Afrika Leo mchana awamu hii. Basi mwendo wa saa 10 utakuwa unapokea mengine zaidi kutoka kwangu. Naitwa Kantona Joseph. Kuwa na usikivu mwema kwenye kipindi chetu kinachoendelea cha Bezi Yetu.